Sema katika jina la Yesu. Huyu kusahau na rafiki zake wote sasa ni maadui wakubwa. Nataka kuangalia kwa umakini na kuwashughulikia. Adui huyu pamoja na wenzake tunasema kwamba hajachukuliwa hatua kali na mikakati kabambe katika kukabiliana naye. Kwa kiukweli hajachukuliwa hatua kali kwenye maisha yako mwenyewe binafsi kwanza. Labda tungemchukulia hatua kali, ukisahau tu unakula adhabu ya kutosha ya kawaida. Nini kosa? Ni nini kosa? Ni kusahau. Angeadhibiwa mara 2 mara 3, usingesahau kesho. Ungeweka umakini eti angetandikwa viboko mara 4 mara 5 mpaka kusahau aondoke, mpaka ahame, mpaka urafiki wake na akili yangu ufe. Na ukifa manake hutasikia nimesahau, bahati mbaya nini. Hapana. Lakini leo amekuwa mwenyeji kabisa, anaingia ndani na kutoka, anajua viba vyote, yani vyote ni mwenyeji kabisa kusahau. Haruhusiwi kusahau katika jina la Yesu. Unanipata vizuri unayefuatilia pale? Kama unanipata vizuri sema amen kubwa kule uliko. Hakika yake kusahau. Sasa adui huyu nimesema kwamba hajachukuliwa hatua kali za kinidhamu za makusudi kabisa, na hakujawekwa mikakati kabambe ya kukabiliana na huyu anaitwa kusahau. Ni adui wa kukumbuka, ni adui wa akili, mtego wa akili ule wa kunasa ile sumaku ya akili ya kuweka vitu na kukamata. Huyu ni adui wa ule mtego, ni adui wa ile sumaku kwenye akili yako. Angependa kutembelea kule na kuua makali ya sumaku. Ni sumaku sawa, hivyo tu inanasa mambo, inakamata. Huyu kusahau ni adui wa sumaku ya akili, ni adui wa umakini wa akili. Huyu kusahau ni adui na kupitiwa na bahati mbaya, ni maadui wabaya sana. Hajawahi kuleta faida kusahau. Tungetafuta labda faida zake nini? Faida ya kusahau nini? Hana faida.